Haukuumizwa tu, ulichanganyikiwa, kwa sababu haukuhisi kama kitu ambacho Mungu angeweza kuruhusu. Lakini vipi kama maumivu hayakuwa ushahidi kwamba Mungu ameondoka, bali ushahidi kwamba alikuwa anafanya kazi kwenye kitu ambacho huwezi kuona bado? Usiogope. Katika video hii tutaangalia ni kwa nini Mungu aliruhusu akuumize. Na baada ya hapo, mtazamo wako kuhusu maumivu yako unaweza usiwe ule ule tena. Namba 1. Mungu anaruhusu maumivu kuvunja kile kisichopaswa kubaki. Wakati mwingine, kile kinachokuumiza ndicho Mungu anachoondoa katika maisha yako. Sio kila kitu chenye maumivu ni adhabu. Mengine ni ulinzi. Katika Mwanzo 50:20, Yusufu anasema, nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Ndugu zake Yusufu walimuuza utumwani. Huo ni usaliti. Hiyo ni kiwewe. Lakini kile kilichoonekana kama kukataliwa kilikuwa uhamisho. Mungu aliruhusu usaliti kwa sababu Yusufu asingeweza kuingia kwenye hatima yake huku akiwa bado amefungwa na watu ambao hawakuwa sehemu ya maisha yake ya baadaye. Watu wengine hawaondoki kwenye maisha yako hadi maumivu ya kulazimisha kuwaachilia. Na Mungu wakati mwingine anaruhusu kuvunjika moyo ili kufanya kile ambacho starehe yako isingeruhusu ufanye: kuachilia. Ikiwa inakuvunja, inaweza kuwa ilikuwa inakuweka huru. Namba 2. Mungu anatumia maumivu kujenga kile ambacho faraja haiwezi kujenga. Faraja hukufanya uwe laini. Maumivu hukufanya uwe na ufahamu. Kuna masomo ambayo hutayapata kamwe katika amani. Yanapatikana tu katika maumivu. Warumi 5:3-4 inasema, wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Angalia mchakato huo. Mateso si mwisho, ni mwanzo wa mabadiliko. Hata Yesu alikamilishwa kupitia mateso. Waebrania 5:8-9. Sio kwa sababu alikosa kitu, bali kwa sababu mateso yalifunua kila kitu. Kama usingeumizwa, huenda ungelibaki katika toleo lile lile la mwanzo milele. Lakini maumivu hukulazimisha kukua, hufunua udhaifu, hujenga uvumilivu wa kiroho. Hukujinusuru tu, ulikuwa unaundwa kupitia hilo. Namba 3. Mungu anaruhusu usaliti kukurudisha kwenye kumtegemea yeye. Wakati watu wanakuumiza sana, kitu kinavunjika ndani yako. Unaacha kuamini kirahisi. Unaacha kutegemea watu kwa njia ile ile. Na hiyo si laana kila wakati. Inaweza kuwa ni kurekebishwa upya. Zaburi 118:8 inasema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Daudi aliuelewa usaliti. Sauli alimuinda. Marafiki walimwacha. Hata familia ilimpuuza. Lakini kila kutengwa kulimpeleka zaidi kumtegemea Mungu. Wakati mwingine Mungu anaruhusu watu wakukosee ili uache kuwafanya kuwa msingi wako. Kwa sababu chochote kinachochukua nafasi ya Mungu moyoni mwako kitakuangusha baadaye. Na Mungu angependelea aumize faraja yako kuliko kupoteza utegemezi wako. Namba 4. Mungu anatumia maumivu kukuandaa kwa ajili ya kusudi. Sio kila maumivu ni ya bahati mbaya. Mengine yanaelekeza. Yanakutoa katika maeneo ambayo ungelikaa muda mrefu zaidi. Matendo ya Mitume 16:26-28 inasimulia kuhusu Paulo na Sila gerezani. Walipigwa, wakafungwa minyororo na kufungwa bila haki. Lakini usiku wa manane waliomba na kuimba. Na ghafla gereza likatikisika na minyororo ikaanguka.
Kilichoonekana kama kifungo kilikuwa nafasi, kwa sababu wakati huo huo mlinzi wa gereza na nyumba yake yote walimgeukia Mungu. Paulo na Sila wasingekuwa gerezani, mtu mwingine asingekuwa ameokolewa. Maumivu yako si bure kama ni sehemu ya wokovu wa mtu mwingine. Baadhi ya majukumu yamefichwa ndani ya mateso. Namba 5, Mungu anaruhusu maumivu ili kufunua wewe ni nani. Maumivu ni kioo, hufunua utambulisho. Hukuonyesha ulivyo, hasa wakati kila kitu kimeondolewa. Mkumbuke Ayubu. Alipoteza kila kitu: utajiri wake, watoto wake, afya yake na heshima yake. Lakini Ayubu 23:10 inasema, lakini yeye aijua njia niendayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Ayubu hakuyaona kama maumivu, aliyaona kama mchakato, na mwisho wake Mungu alimrudishia mara 2. Hujui nguvu zako katika urahisi, unazijua katika kuvumilia. Baadhi yenu mnajua tu toleo la ninyi ambalo halijawahi kujaribiwa, lakini Mungu aliruhusu maumivu ili kukutambulisha kwa toleo lenye nguvu zaidi la wewe. Hivyo swali linakuja, kwa nini Mungu aliruhusu wakuumize? Labda haikuwa bahati mbaya, labda haikuwa kuachwa, labda haikuwa mwisho, labda ilikuwa kuondolewa, kusafishwa, kuelekezwa upya, kupangwa upya, kufunuliwa. Kwa sababu kile walichomaanisha kukuharibu, Mungu alikitumia kukujenga. Na toleo lako linatoka katika hili, sio lile lililoingia. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.